Naomba nikuambie Mheshimiwa mgeni rasmi, Kiswahili hiki tumefanya mazungumzo wizara yetu na tunaendelea kufanya mazungumzo na mtendaji mkuu wa UNESCO pamoja na viongozi wa Meta duniani. Vijana wa Tanzania wanaotengeneza content wakiposti kwa lugha ya Kiswahili, kwa kuwa Kiswahili bado hakijatambulika kwenye platform za mitandao ya kijamii, malipo yao ni madogo. Tunayo maudhui mazuri mengi, lakini hatutengenezi pesa kama wenzetu wanaoposti kwa lugha ya Kiingereza. Leo hii unamkuta mtu wa Tanzania ana follower zaidi ya 2 milioni, 3 milioni. Akiposti ile content yake, watu wanao view ni wengi, lakini hapati hela. Instagram hawalipi, Facebook hawalipi, kwenye TikTok hawalipi. Kwa sababu gani? Kiswahili bado watu wa Meta na wenye platform ya mitandao duniani hawajakitambua kama lugha rasmi. Mheshimiwa mgeni rasmi, wizara yetu kwa kushirikiana na UNESCO tumeanzisha mazungumzo na tuna imani ndani ya mwaka huu, Mwenyezi Mungu akitujalia, Kiswahili pia kitatambulika rasmi kwenye platform zote duniani, ili vijana wanaotengeneza content hapa Tanzania kwa lugha ya Kiswahili watengeneze pesa, na ndio uchumi ambao Daktari Samia Suluhu Hassan anataka kuwafikishia wao. Baada ya kusema hayo, kama mnavyofahamu, tabasamu hilo ndio litakwenda kwao, na ameamua kila sekta itengeneze pesa. Na sisi slogan yetu ya kwamba iwe ni utamaduni ni pesa, iwe ni sanaa ni pesa, iwe ni mpira ni pesa, iwe ni Kiswahili au habari ni pesa. Na pesa hiyo ndio tabasamu ambalo Daktari Samia Suluhu Hassan anataka kuliacha kwa Tanzania.